ambapo Mheshimiwa Oburu Odinga ameteuliwa kuwa naibu kinara wa chama, mimi kwanza sikuwepo, nilikuwa nimetumwa kuleta baba nyumbani, si ndio? Haya, kulikuweko na baada ya mazishi tulikuwa tumeandaa mkutano wa Central Committee ambaye ilikuwa ni mkutano wa kwanza wa Central Committee ambaye alikuwa anachea. Manake katiba ya chama cha ODM, Central Committee ndio kitengo peke yake ambacho kinakuwa chaired na party leader. Naam, kabla ya huo mkutano tulikutana, Oburu Odinga aliniita tukutane na yeye kwenye makao makuu ya chama cha ODM pale Chungwa House. Na ilikuwa ni mara yangu ya kwanza sasa tunakaa na yeye. Baada ya yeye kuteuliwa tumemzika baba nini, tunaenda kwenye mkutano wa Central Committee. Na tuliongea kama wanaume wawili kwenye ofisi ya party leader ya Raila Odinga pale Chungwa House. Na nikamwangalia kwenye macho nikamwambia, Mheshimiwa Oburu, baada ya ule mkutano wa Kakamega ambao nilikuwa nimepangiwa watu wanipigie kelele, lakini wananchi wa Kakamega wakasimama na mimi, wewe ulisikika wazi ukisema kwamba huyu Sifuna hafai kuwa katibu mkuu. Nikamuuliza, Mheshimiwa Oburu, sasa baba ametuacha, hakuna mtu ambaye alijua kwamba baba atatuacha. Umejipata katika nafasi hii kwamba wewe sasa ndio kinara wa chama, na ule uhusiano kati ya party leader na katibu mkuu, it is so intimate ya kwamba iwapo kuna tensions kati yetu, huu uhusiano hautafanya kazi ipasavyo. Nataka nikuulize Mheshimiwa Oburu, iwapo unashikilia msimamo ule ambao unisikilia kwamba Sifuna hafai kuwa katibu mkuu, nikupe barua yangu ya kujiondoa kama katibu mkuu wa chama leo, ili nikipe chama nafasi ya kuteua ama kupata katibu mwingine ambaye mnaweza kufanya kazi kwa kirahisi kwa ajili ya mustakabali mzima wa chama, ili chama tuweze kusonga mbele. Ulikuwa tayari kujiuzulu mbele ya Mwenyezi Mungu. Mheshimiwa Oburu akasema, Sifuna, hayo ni mambo yamepitwa na wakati, hata na mimi sikujua kwamba nitajipata katika nafasi hii ya party leader. Hakuna mtu alitarajia kwamba ndugu yangu angefariki. Tuko katika very delicate period of transition. Ningependa tukae pamoja ili tuweze kupita wakati huu mgumu ambao umetoa changamoto nyingi kwa ajili ya chama. Mbele ya Mwenyezi Mungu tukashake mkono. Unajua mimi ni mwanaume Mluya bwana. Tukikaa wanaume wawili tusikizane, lazima tushike mkono. Sisi tunajua hiyo maneno imefanya nini? Yameisha. Tukatoka pale tukaenda kwenye mkutano wa Central Committee tulifanya pale Westlands, ndio tukatoa taarifa zetu ambazo tulitoa hapo. Mfano wa pili, kabla ya mkutano ule ambao ulifanyika Kilifi. Kulikuwa na mkutano ambao ulifanyika Kilifi. Wakati huo mambo yalikuwa yamechemka sana. Tulikuwa na wale ambao wanaitwa trustees wa chama. Walikuwa wamependekeza kwamba kabla tufanye, hata mama Aida mwenyewe alikuwa ameniomba wakati tumeenda kwake pale, akasema hakuna jambo ambalo limeharibika, tafadhali kaeni chini mzungumze. Na ile proposal ambayo ilikuwa imetolewa na wale trustees ni kwamba before you do this formal meetings za vitengo vya chama, kaeni kama ndugu muweze kutatua zile shida ambazo ziko ndani. Na makosa yangu moja tu ni kwamba mimi nashikilia vile ambavyo nimesema hapa kwamba hakuna siku baba alisema tutamuunga Mheshimiwa William Ruto mkono. Kwa hivyo ile problem wako nayo na mimi ni kwamba nimekataa kuunga William Ruto.